BMP TV Professional Update. Habari ya minda ndogo mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Ulua na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni muhtasari wa habari. DRC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekutana kwa faragha na Eric Prince, mwanzilishi wa kampuni ya kijeshi binafsi ya Blackwater ambayo hivi sasa inajulikana kama Frontier Service Group. Lengo kuu kupanua mkataba uliopo. Serikali ya Japan imetoa msaada wa dola milioni 2.6 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya msaada wa chakula. Unaona mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Mkutano wa siri New York Jumatatu iliyopita jijini New York. Mkutano wa saa kadhaa uliofanyika kati ya Felix Tshisekedi na Eric Prince. Haikuwa mara ya kwanza viongozi hao kuzungumza, lakini hii mara imeelezwa kama mkutano wa kihistoria. Kwa mujibu wa taifa tulizonazo, ajenda kuu zilihusu kupanua huduma za Frontier Service Group katika sekta ya kijeshi, kuimarisha udhibiti wa uchumi wa madini, mafuta na misitu, kuweka msingi wa operesheni kubwa dhidi ya waasi wa M23 mashariki mwa DRC. Hasara kubwa za kihistoria. Kwa miongo kadhaa DRC imekuwa ikipoteza utajiri wake kupitia mianya ya magendo na wizi wa kimfumo. Kwa mujibu wa ripoti za kiuchumi, Kongo inapoteza takriban dola bilioni 7 kila mwezi. Nchi jirani kama Rwanda na Uganda zimelaumiwa mara kwa mara kwa kushiriki katika magendo ya madini. Wafanyabiashara kutoka China na hata mitandao ya Kenya wamehusishwa na matendo ya ulanguzi katika sekta ya mafuta na misitu. Mapato yamekuwa yakipotea kutokana na rushwa na ukosefu wa usimamizi. Mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Profesa Justin Luamba anasema iwapo DRC ingekuwa na udhibiti kamili wa rasilimali zake, bajeti ya taifa ingeweza kufikia angalau dola bilioni 35 kwa mwaka. Hiyo ingekuwa mara 4 ya bajeti ya sasa na ingeifanya Kongo kuwa moja ya nguvu kubwa za kifedha barani Afrika. Mkataba wa kwanza. Hatua za awali. Mkataba wa mwanzo kati ya serikali ya Blackwater ulisainiwa chini ya usimamizi wa Dudu Mfuamba, ukihusisha dola milioni 50 zilizotolewa kwa ajili ya kudhibiti biashara haramu ya madini, kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya kodi, kuweka mfumo bora na usimamizi wa sekta ya mafuta na misitu. Lakini mchambuzi wa sekta za kijamii Binadine Kabange anasema pamoja na mkataba huu, mianya mingi inaendelea kuwepo katika mpaka wa DRC na Zambia pekee, taifa linalopoteza takriban dola milioni 40 kila mwezi. Hii inaonyesha udhaifu wa usimamizi wa ndani. Sasa hatua ya Rais Felix Tshisekedi ni kama anasema inatosha, tunahitaji mabadiliko makubwa. Mkataba mpya. Mafunzo ya vikosi maalum. Makubaliano mapya yanampa Frontier Service Group na nafasi kufundisha vikosi maalum vya FARDC na wanajeshi wa stafu wa vikosi maalum vya Marekani. Wanatarajiwa kuunda vitendo vipya vitakavyokuwa na uwezo wa kupambana na makundi ya wasi kwa teknolojia ya kisasa. Matengenezo ya vifaa vya anga. Eric Prince anapewa kandarasi ya kukarabati na kutunza ndege za kivita, helikopta, drones na mifumo mingine ya kijeshi. Awamu ya kwanza ya mradi huu inatarajiwa kuanza Katanga, ambapo vifaa vya kwanza vya kijeshi vitakarabatiwa kabla ya kupelekwa mashariki mwa Kongo. Mabadiliko ya washirika. Taarifa zinaonyesha kuwa kampuni ya Kibulgaria Agemira, ambayo awali ilikuwa na jukumu la kusaidia FARDC, mkataba wake ulikamilika mwezi Septemba 2025. Sasa nafasi hiyo inachukuliwa na Eric Prince. Mchambuzi wa masuala ya kijeshi Kanali mstaafu Jean-Paul Mulumba anaeleza, tukiangalia historia ya Eric Prince, kampuni yake Blackwater, tunaona mtu ambaye ana uzoefu mkubwa katika mazingira magumu, Iraq, Afghanistan na hata Somalia. Sasa kuja kwake Kongo kunabadilisha kabisa midhani ya nguvu, hasa ikizingatiwa
ikizingatiwa kuwa FARDC imekuwa ikikosa msaada wa kitaalamu kwa muda mrefu. Athari kwa taifa na kanda. Nguvu ya kijeshi ya FARDC. Kwa mara ya kwanza jeshi la Kongo linaweza kupata usaidizi wa kisasa, si tu silaha bali pia maarifa ya kivita kwa kisasa. Hii inaweza kubadilisha hali ya usalama katika mashariki mwa Kongo, ambapo waasi wa M23 na makundi mengine wamekuwa wakidhibiti maeneo makubwa. Kuimarisha kwa uchumi. Iwapo mikakati ya kupunguza magendo na wizi wa madini inafanikiwa, DRC inaweza kuongeza bajeti yake maradufu. Hii itaruhusu serikali kufadhili miradi ya maendeleo barabarani, afya na elimu bila utegemezi mkubwa wa misaada ya kimataifa. Shinikizo kwa mataifa jirani. Rwanda na Uganda, ambazo mara nyingi zimetajwa kunufaika na vita mashariki mwa Kongo, zinaweza kujikuta katika hali ngumu kwa sababu mianya ya magendo inapozibwa, mapato waliokuwa wakiyapata kupitia Kongo yatapotea. Mchambuzi wa diplomasia Dr. Antoine Mukeba anasema ushirikiano huu unaweza kuwa na matokeo makubwa si tu kwa Kongo bali pia kwa ukanda mzima. Inaweza kuzua mvutano mpya na majirani, lakini pia inaweza kuibua mazungumzo mapya ya kikanda kwa sababu Kongo sasa inajiweka sawa na mshirika mwenye nguvu kubwa. Maoni ya wananchi. Mitazamo ya wananchi imegawanyika. Wapo wanaona huu ni mwanzo wa ukombozi wa taifa, na wapo wanaofia kuwa kuingiza kampuni binafsi za kijeshi ni hatari kwa uhuru wa taifa. Mwanaharakati wa kiraia Bi Solange Kanyere anaonya, ni kweli tunahitaji udhibiti wa rasilimali, lakini tunapaswa kuwa makini. Kampuni kama Blackwater zina historia tata. Tunapaswa kuhakikisha mikataba yote ni ya uwazi na inalinda maslahi ya raia wa Kongo. Lakini kijana mmoja kutoka Goma, Emmanuel Bati, anasema kwa matumaini, ikiwa Blackwater italeta teknolojia ya kisasa na kufundisha jeshi letu, basi tunakaribia kuona mwisho wa vita vya M23. Hii ni ndoto tuliyosubiri muda mrefu. Mkutano wa Rais Felix Tshisekedi na Eric Prince umefungua ukurasa mpya katika historia ya Kongo. Ni hatua inayochanganya matumaini makubwa ya kiusalama na kiuchumi, lakini pia inabeba changamoto na maswali kuhusu mustakabali wa uhuru wa taifa. Kwa sasa, macho yote ya wakazi wa Kongo na ukanda wa maziwa makuu yameelekezwa kwa hatua hii. Je, hii ni suluhisho la kudumu kwa vita vya mashariki na uporaji wa rasilimali, au ni mwanzo wa changamoto mpya za kimataifa? Bado tupo hapa DRC. Makubaliano rasmi Kinshasa. Mkutano maalum ulifanyika leo mjini Kinshasa, ambapo waziri wa mambo ya nje ya DRC Bi Teresa Kayikwamba alisaini mkataba wa msaada na mwakilishi wa Japani. Msaada huu una thamani ya dola milioni 2.6 za Marekani, ukiwa ni sehemu ya mpango mpana wa assistance alimentaire. Msaada huu una thamani ya dola milioni 2.6 za Marekani, ambao Japani imekuwa ikitekeleza katika nchi kadhaa barani Afrika. Malengo ya programu ya Japani. Msaada huu una malengo mahususi: kusaidia familia maskini zinazokumbwa na uhaba wa chakula, kupunguza athari za mfumuko wa bei katika bidhaa muhimu za chakula, kuimarisha mshikamano kati ya Kongo na Japani kupitia ushirikiano wa kijamii na kiuchumi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, msaada huo utasambazwa kupitia taasisi za serikali na mashirika yanayohusika na chakula na kilimo, ili kuhakikisha unawafikia wananchi wanaohitaji zaidi. Kauli za viongozi. Waziri wa mambo ya nje Bi Teresa Kayikwamba alisema baada ya kusaini makubaliano, tunashukuru sana serikali ya Japani kwa mshikamano huu wa dhati. Msaada huu utasaidia kupunguza mateso ya wananchi wetu wanaokabiliwa na changamoto za usalama wa chakula. Kwa upande wake, mwakilishi wa Japani alisema Kongo ni nchi yenye changamoto nyingi, lakini pia ina fursa kubwa za maendeleo. Japani inataka kusimama bega kwa bega na wananchi wa Kongo kwa msaada huu na kwa miradi ya muda mrefu. Maoni ya wachambuzi na wataalamu. Mchambuzi wa masuala ya uchumi Profesa Alfonso Luamba: ni kweli dola milioni 2.6 ni fedha nyingi ikilinganishwa na ukubwa wa Kongo ni idadi ya watu wake. Hata hivyo, msaada huu una ujumbe mkubwa wa kidiplomasia. Unaonyesha kwamba Japani inaona umuhimu wa kuimarisha uhusiano na Kongo, hasa katika wakati huu ambapo nchi inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na kiuchumi.
mchambuzi wa masuala ya kijamii Bi Nadine Kabange. Kwa familia zinazokosa mlo wa kila siku, hata msaada mdogo una maana kubwa. Ni lazima serikali ihakikishe msaada huu hausambazwi kwa upendeleo au haufanywi biashara ya kisiasa. Wananchi wa vijijini na maeneo yenye vita ndiyo wanapaswa kufikiwa kwanza. Mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa Dr. Jean-Pierre Mukeba: tunapaswa kuendelea kwamba msaada huu ni zaidi ya chakula. Ni ishara kwamba Japani inapanua ushawishi wake barani Afrika. Wakati China na mataifa ya magharibi yanashindana kwa ushawishi, Japani pia inataka nafasi yake. Kongo ni nchi ya kimkakati kwa sababu ya rasilimali zake na ukubwa wake. Sauti za wananchi wa Goma. Mama Furaha anasema, tunashukuru Japani kwa kutoa. Hali ya chakula ni ngumu, hasa mashariki. Hata kama msaada huu ni mdogo, ni faraja kwa familia zetu. Kijana mmoja kutoka Kinshasa, Jedone Malu, anaeleza wasiwasi wake: tunaogopa kwamba misaada kama hii mara nyingi haifiki kwa walengwa. Serikali lazima iwe na uwazi, maana wananchi ndio wanateseka na njaa. Athari za kimataifa. Msaada huu pia unaleta picha kubwa ya kidiplomasia. Unaonyesha mshikamano Asia na Afrika. Unatoa changamoto kwa mataifa mengine kuonyesha mshikamano wa kweli. Unaweka Kongo katika nafasi ya kuwa mshirika muhimu wa Japani barani Afrika. Mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki Kanali mstaafu Joseph Nyembo anasema, japokuwa ni msaada mdogo, unaweza kufungua milango ya uwekezaji mkubwa zaidi katika sekta ya kilimo, teknolojia na miundombinu. Kongo inapaswa kutumia nafasi hii kujipanga ili isiwe tegemezi pekee kwa misaada ya chakula, bali ipate uwekezaji wa muda mrefu. Msaada wa dola milioni 2.6 kutoka Japani ni mwanga wa matumaini kwa mamilioni ya wananchi wa Kongo wanaokabiliwa na uhaba wa chakula. Ni hatua ndogo lakini yenye uzito mkubwa wa kisiasa na kijamii, ikionyesha mshikamano wa kweli wa kimataifa. Changamoto iliyobaki ni moja: je, msaada huu utawafikia kweli walengwa au utakwama katika urasimu na ufisadi wa ndani? Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata, na usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bilapeng Olua. BMP TV Professional Update.